haki ya kuishi na haki ya kuwa hai ndio haki kuu kati ya haki zote za watu na kati ya haki zote za binadamu. Na wajibu wa serikali yoyote, iwe halali au haramu, ni kulinda uhai wa wananchi. Ni kwa bahati mbaya sana serikali iliyokuwa madarakani tarehe 29 mwezi Oktoba na kabla ya hapo na baada ya hapo, badala ya kulinda haki ya kuishi ya watu, vyombo vya dola vyenye wajibu wa kulinda uhai ndio vimeshiriki kuua raia kwa risasi. Sasa sisi kama chama tulikaa kikao cha kamati kuu ya chama na tukakubaliana mambo kadhaa kama maamuzi ya kamati kuu. Sasa nayasema hapa kwa ufupi, ili kama Katoro na kanda ya Victoria mnaridhia kwamba sio maamuzi tena ya kamati kuu ya Chadema, ni maamuzi ya Watanzania, tupitishe azimio hapa. La kwanza, tumesema wote waliouawa tarehe 29 Oktoba na kabla yake na baada yake tutawaenzi na kuwakumbuka kama mashujaa wa haki katika taifa letu. Wale ambao mnakubaliana na kamati kuu ya Chadema, naomba vidole viwe juu kwamba hawa ni mashujaa wa haki, tutawaenzi na kuwakumbuka. Asanteni sana. Pili, tumepitisha msimamo wa kutokubaliana na taarifa za uongo zilizoko ndani ya ripoti ya tume ya Jaji Chande, na tumeweka msimamo wa kutaka ufanyike uchunguzi huru wenye kuhusisha watu huru wa kimataifa na watu huru wa kitaifa wa ndani, ili ukweli ujulikane, uwajibikaji upatikane na haki ipatikane. Tumeweka msimamo huo kama chama. Katoro na kanda ya Victoria, wangapi mnakubaliana kwamba huo ni msimamo sio wa Chadema tena, ni wa wananchi? Ni wa wananchi, ni msimamo wa wananchi. Asanteni sana. Ndugu zangu Watanzania wenzangu wa Katoro, tumekuja kuzungumza nanyi katika operesheni hii iliyobeba jina la operesheni Katiba Mpya, Free Tundu Lissu. Tafsiri yake nyepesi ni nini? Tundu Lissu akiwa huru, bado tutaendelea na mapambano ya katiba mpya. Tutaongeza tu kingine mbele yake. Kama tutaamua kwamba kwa hali ngumu ya maisha ya wananchi tushughulike na ugumu wa maisha ya wananchi, tutasema katiba mpya, tushushe bei za bidhaa. Kama tutasema katiba mpya na uwajibikaji waliouawa, tutafanya hivyo. Lakini sisi kama chama tumechukua msimamo kwamba katiba mpya ndio ajenda kuu ya wananchi mpaka pale katiba mpya itakapopatikana katika taifa letu. Na tumeweka msimamo wa kukataa kukubaliana na ripoti ya Chande na kauli ya Samia Suluhu Hassan siku ya kupokea ripoti ya Chande. Wao wamesema katiba mpya ni mpaka mwaka 2028. Sisi tumesema hapana, tunataka katiba mpya kuanzia sasa. Niwaulize Katoro, wangapi mnakubaliana na sisi kwamba mchakato wa katiba mpya uanze kuanzia sasa? Katiba mpya kuanzia sasa, katiba mpya kuanzia sasa, katiba mpya kuanzia sasa. Asanteni sana. Sasa kamati kuu italeta mapendekezo kwa umma
juu ya namna ya kukwamua, kuendeleza na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Bila mchakato huo kuendeshwa, kuodhiwa na serikali haramu, serikali dhalimu. Sasa mambo mengine tutayazungumza wakati huo, lakini hapa nataka niseme jambo ambalo limejitokeza kwenye mjadala hapa. Mwenyekiti wa kanda ya Unguja, mzee wangu mzee Hashim, alipokuwa anazungumza kuhusu moja ya jambo zito sana kwenye masuala ya katiba la muungano, alitoa kauli kwamba sisi hatutaki muungano. Nataka niseme hivi, mwaka 2019 utawala dhalimu uliokuwepo wakati huo ulipeleka kwenye bunge mswada wa sheria na wakatunga sheria kurekebisha sheria ya vyama vya siasa. Ndani ya sheria ile wakaingiza kifungu kinachoweka masharti juu ya uhalali wa kuwepo kwa chama cha siasa, na wakaweka kifungu kikasema moja ya mambo ambayo msajili wa vyama, ambayo wakamwongezea mamlaka makubwa sana, anaweza kukifutia chama usajili, ama chama kinaweza kukataliwa kusajiliwa, ni chama kuonekana kama vile kinapinga muungano. Sisi Chadema, msimamo wetu wakati wote, tunaamini katika uwepo, na hii iko kwenye sera ya Chadema toka Chadema ilipoasisiwa na marehemu Edwin Mtei, marehemu Mohamed Bob Makani na waasisi wengine. Walisema msimamo wa Chadema, hatukubaliani na muundo wa muungano uliopo hivi sasa. Tunataka muundo mpya wa muungano wa shirikisho la serikali tatu: serikali ya Tanzania, serikali ya Zanzibar na serikali ya Tanganyika. Na huo haukuwa msimamo wa Chadema peke yake. Tume Nyalali ilikusanya maoni ya wananchi mwaka 92, 91 na ikahitimisha wananchi wengi walitaka mabadiliko ya muundo wa muungano. Tume ya Kisanga ikasema hivyo hivyo. Tume ya Warioba ilizunguka ikakusanya maoni mwaka 2012, 13 ikatengeneza rasimu ya kwanza, ya pili ikapelekwa kwenye mabaraza, ikaingia kwenye bunge maalum. Tulikuwemo kule kwenye bunge maalum. Watanzania mlisema mnataka mabadiliko ya muundo wa muungano, mnataka muundo wa muungano wa shirikisho. Tulipoingia kwenye bunge maalum la katiba mwaka 2013, CCM kinyume na maoni ya wananchi wakakaa kikao cha halmashauri kuu ya CCM, wakapitisha uamuzi wa kutumia wingi wao vibaya kwenye bunge maalum la katiba kuchakachua rasimu ya Warioba kwenye muundo wa muungano, wakalimbikiza mamlaka ya rais, wakapunguza haki za binadamu, wakaondoa uhuru wa bunge, wakaondoa uhuru wa mahakama, wakapitisha inayoitwa katiba inayopendekezwa. Sisi tukasema hatuko tayari kuwasaliti wananchi, tukatoka. Ndio wakati ule ukaundwa umoja wa katiba ya wananchi. Sasa tumerudi kufanya kazi kwa uweledi na uhuru. Katiba mpya itatibu matatizo mengi katika taifa letu. Ndugu zangu, wakati napita jana mitaani tunafungua vizimba na vijiwe, wapo walioniambia kwamba tunatarajia kesho katibu mkuu uzungumze kuhusu barua ya msajili wa vyama vya siasa inayotishia kusitisha au kuzuia Chadema kufanya shughuli zake, kuifanya Chadema izuiwe tena kufanya mikutano kama hii na wananchi, kufanya shughuli mbalimbali za kisiasa, kuwaunganisha Watanzania katika mapambano ya haki. Niseme mambo mawili tu. Moja, niseme ni kweli tumeandikiwa barua hiyo na msajili wa vyama. Ni mwendelezo wa hila za kutaka kuizuia Chadema kuendelea kuwaunganisha Watanzania
katika madai ya msingi. Hila hizo hazimuhusu aliyesaini barua peke yake Sisti Nyaoza, zinamuhusu msajili Mutungi ambaye umri wake wa kustaafu ulishaisha muda mrefu, lakini anashikiliwa pale ili kutumika tu kufanya hayo. Zinamuhusu waziri mkuu kutufanya tuache kujadili ripoti ya Chande na wauaji, tuache kujadili walioiba uchaguzi, tuanze kujitetea. Tutafungiwa, hatutafungiwa, tutazuiwa, hatutazuiwa. Hatutaingia mtego huo. Tuendelee na ajenda ya katiba mpya, free Tundu Lissu, katiba mpya, free Tundu Lissu mpaka kiweke. Sasa ndugu zangu wa Katoro, Mwenyekiti Lissu anawasalimu sana. Miezi michache nilipata wasaa kuona naye gerezani, lakini pamoja na kumwona miezi michache, tumekuwa na utamaduni. Mawakili wa chama wanakwenda kumwona, wanamwambia yanayoendelea, wanamwambia yanayojiri, na tunatumia njia zetu nyingine kupata mrejesho kutoka kwa mwenyekiti wa chama. Nataka niwahakikishie tu, haya ambayo viongozi tulio nje tukiongozwa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche tunaendelea kuyafanya na tunaendelea kuyasimamia, yana baraka za mwenyekiti Tundu Lissu kule gerezani. Na anawaomba Watanzania msirudi nyuma katika kumpambania awe huru, lakini yeye anasema sio yeye tu peke yake kuwa huru. Kuna madai ya msingi yaliyofanya watawala wamweke ndani. Hayo tusiache kuyapambania, tusiache kuyapambania, tusiache kuyapambania. Sasa kuna njia mbili za mwenyekiti Lissu kutoka gerezani. Njia ya kwanza ni kumwendesha mashtaka wa serikali DPP kuwasilisha mahakamani kinachoitwa nolle prosequi, hati ya kwamba hana nia ya kuendelea na kesi. Sisi tunaamini DPP, pamoja na kuwa ametamkwa kwenye katiba, kwa katiba yetu mbovu ya mwaka 77, rais amepewa mamlaka makubwa sana. Hata akiwa rais batili, rais haramu, bado ana mamlaka. Tunachosema, tunamwambia Samia Suluhu Hassan na DPP, ifuteni kesi ya Tundu Lissu mara moja. Hiyo njia ya kwanza. Lakini njia ya pili ni njia ya kimahakama. Hatuingilii uhuru wa mahakama kuamua jambo gani kwenye uamuzi wa kesi, lakini tuna wajibu wa kuiambia ukweli mahakama bila kuingilia uhuru wake. Mahakama imejinasibu kuendeshwa na msingi wa kutoa haki kwa wakati. Haiwezekani toka mwezi Februari tarehe 24 kesi kubwa, kesi namba 1, kesi ya uhaini, eti mtuhumiwa mpaka leo hajaletwa gerezani. Haiwezekani. Ndio hajaletwa mahakamani, hajatolewa gerezani kuletwa mahakamani. Ndio maana tunasema wazi mbele ya vyombo vya habari na wananchi, jaji mkuu ana wajibu, kwa sababu yeye ni kiongozi wa muhimili wa mahakama. Ana wajibu wa kuhakikisha haki inatendeka kwa wakati, kwa sababu justice delayed is justice denied. Imeshaonekana kesi hiyo ni kesi ya mchongo. Mahakama ipange ratiba ya haraka, wasikilize, wamalize hiyo kesi, Tundu Lissu awe huru, tuje tusonge pamoja kwenye mapambano katika taifa letu. Ndugu zangu wananchi wa Katoro, haya tutazunguka nchi nzima kuwaeleza Watanzania wa maeneo mbalimbali. Katika hatua hii ya kwanza
Tumeanza na mikutano ya hadhara. Tutazunguka kuunganisha umma kwa njia ya kidemokrasia ya mikutano ya hadhara. Kama watawala hawatasikiliza sauti ya watu ambao ni sauti ya Mungu, tutarudi kwenu na njia nyingine za ziada za kidemokrasia halali kabisa kwa mujibu wa sheria. Kama ni maandamano au njia nyingine, tutakwenda hatua hiyo katika hatua ya baadaye. Twendeni hatua kwa hatua mpaka kieleweke. Sasa kazi hii inahitaji rasilimali. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, moja, narudia, ushike simu yako, uhifadhi hii namba ambayo iko kwenye kipeperushi, ila ihifadhi kwenye simu yako sasa hivi, ili hata kipeperushi kikipotea, hifadhi hii namba, andika tu Chadema HQ, andika tu Chadema. Kwa hiyo andika namba 0744446969. Wakati wowote dondosha tone kwenye namba hiyo ya chama ya M-Pesa. Lakini kama unatumia WhatsApp na huna kipeperushi au unataka taratibu za kujiunga kwenye malipo ya kujirudia, andika hii namba, chukua simu yako, andika hii namba, ihifadhi kwenye simu yako. Unaweza kaandika Chadema WhatsApp, andika hii namba 0793008292. Ukichati tu na hii namba, ukiandika neno lolote, ukiandika NIMO au ukiandika Chadema au ukiandika chochote, itakuonyesha, itaanza kukwambia ukitaka kujiunga na malipo ya kujirudia fanya hivi, ukitaka kufangia Chadema fanya hivi. Utakuwa unachati nayo tu, itakuelekeza hatua kwa hatua mpaka utapata kile unachokitaka. Kama unatumia mtandao wa WhatsApp, kama unataka kuchangia kwenye akaunti ya benki, andika akaunti ya benki ifuatayo. Ni benki ya NMB. Kwa unaweza kaandika NMB Chadema, alafu namba ya akaunti ni 2266001440. Ndugu zangu wananchi wa Katoro, hili jambo la kuchangia tone uwe ni utamaduni, hata kama sio mwanachama wa Chadema, tuunge mkono. Niwape siri moja, toka mwaka 2010 kiwango cha ruzuku ya Chadema kilipoongezeka, Chadema ilipoongeza kura za wabunge na idadi ya wabunge, mpaka mwaka 2025 mwezi Oktoba, 85% ya uendeshaji wa shughuli za chama ulitegemea ruzuku. Watawala walipogundua ruzuku ni kati ya silaha ya mapambano ya haki, wakaweka mizengwe ya uwizi wa uchaguzi kupunguza kura. Tulipochukua msimamo wa no reforms no election, ambao nyinyi wananchi mmetunga mkono, msimamo huo tumeuchukua kwa gharama ya kuondoa uwezekano wa kupata ruzuku kabisa. Sasa hatupokei ruzuku hata shilingi moja. Katika mazingira haya, jukumu la kuiendesha Chadema, jukumu la kuhakikisha Chadema inaendelea kutekeleza
wajibu wake wa kuleta haki na kuleta mabadiliko kwa Watanzania ni jukumu la Watanzania wote. Kwa hiyo msituchoke tunaposisitiza ujumbe huu wa tone tone. Unaweza wewe usiweze kupanda jukwani, unaweza usiweze kuacha shughuli zako kuzunguka nchi nzima katika hii vita ya kuiondoa sisi madarakani na kuondoa watawala dhalimu. Wale mlio nyumbani mna wajibu wa kuwezesha askari walio mstari wa mbele waendelee mapambano mpaka tushinde. Kuna wengi hapa walikuwa na nia ya kugombea ubunge huko, wengi sana. 2020 kuna ambao waligombea hapa wakaporwa, wakaibiwa, na wengine walikuwa na malengo. Wale wote mliogombea ubunge kupitia Chadema na mliokuwa mnania kugombea ubunge, msimame tu, wabunge wa wananchi msimame. Naona wengi, namuona Kapalatu pale Masanja, namuona Kalumuna, naona wengi, namuona Mzee Tiba na wengine wengi walioko hapa na walioko maeneo mbalimbali. Mimi niwaagize tu na niwaombe kwa nafasi yangu ya mtendaji mkuu wa chama. Kule Dodoma kuna bunge. Sasa sisi wanasema kwamba wananchi wanasema tayari uchaguzi ulishaisha, maisha yaendelee. Wananchi mnakubaliana na hilo? Mnakubaliana na hilo? Wangapi mnasema uchaguzi ufutwe, urudiwe upya? Ufutwe urais, ubunge, udiwani, uchaguzi ufutwe. Asanteni. Sasa uchaguzi ukirudiwa ukafanywa na tume hii, mifumo hii ya polisi, matatizo yatakuwa ni yale yale. Ndio maana tunasema kwanza lazima tupate katiba mpya tuweze kuwa pamoja na mambo mengine, na uchaguzi una haki. Mnakubaliana na sisi wananchi? Mnakubaliana na sisi kwamba katiba mpya kwanza, si ndio? Katiba mpya kwanza, si ndio? Mnasema katiba mpya kwanza, vidole vile juu. Vidole vile juu, wapiga picha. Wananchi wanasema katiba mpya kwanza. Katiba mpya kwanza, tupate tume huru, tupate uchaguzi wa haki, tupate haki za watu. Sasa wakati tukiendelea kupambana kudai katiba mpya, kudai tume huru, kudai mabadiliko, kudai uchaguzi ufutwe, maisha vile vile katika taifa, kuna baadhi ya sekta maisha yanaendelea. Ni lazima Chadema, taasisi na chama chenye imani na matumaini ya watu, ni lazima hiyo jukwaa la kupaza sauti kwa niaba ya watu, na nyinyi bunge la wananchi na vyombo vingine vya chama, endeleeni kupaza sauti kwa niaba ya wananchi, mkiwasemea wananchi katika majimbo, kwa sababu wabunge wa CCM hawana uhalali wa kuwasemea wananchi kwa sababu hawatokani na wananchi. Ndugu zangu Watanzania wenzangu, na kati ya mambo ambayo kwa kweli kwa sasa, pamoja na katiba mpya, Tundu Lissu na mambo yote tunayopigania, hatupaswi kuacha kuyasema, ni kwamba maisha ya wananchi yanazidi kuwa magumu. Bei za bidhaa mbalimbali zinabidi kupanda. Bei ya mafuta inazidi kupanda. Sisi kamati kuu ya Chadema tulipokaa kikao cha kamati kuu tarehe 28 na 29 mwezi Aprili, tukapitisha azimio la kuitaka serikali haramu na batili, serikali dhalimu na katili, ipunguze kodi na tozo kwenye mafuta na iweke na ruzuku ili bei ya mafuta ishuke, bei za bidhaa zishuke, wananchi wasiumie na maisha magumu. Niwaulize Katoro, kamati kuu ya Chadema ilikuwa sahihi? Ilikuwa sahihi, si ndio? Ilikuwa sahihi, si ndio? Wangapi mnasema mnaunga mkono huu msimamo wa kamati kuu kwamba hili jambo la gharama za maisha lishughulikiwe? Asanteni sana. Naomba sasa kwa heshima na taadhima na kwa heshima ya muda, nimuinue makamu mwenyekiti Zanzibar, Mheshimiwa Saidi, Mzee Saidi, aweze kuja kuzungumza na nyinyi, na moja kwa moja amkaribishe makamu mwenyekiti bara aweze kutubia. Mheshimiwa Saidi Mzee, karibu sana. Shukrani sana. Sasa katika dakika yangu moja
Nikimalizia dakika yangu moja nikukaribishe. Naomba wale wenye mtandao wa Vodacom, naomba mshike simu zenu. Mitandao mingine mtaelezwa utaratibu baadaye, lakini